Ngadu, hii ni mechi yako ya kwanza kwenye uwanja wa CCM Jamhuri tangu umerejea kwenye kikosi cha Gunners. Mechi ya kwanza ilikuwa Moshi dhidi ya Police Tanzania. Urejeo wako unazungumziaje kwenye kikosi cha Gunners ikiwa kama timu ya nyumbani? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi ya leo. Tumeingia kama timu mpya, lakini jina ni lile Gunners, ila tumeingia kama timu mpya. Tumedhamiria huu mzunguko wa pili kufanya wonders. Kwa hiyo leo ndio ilikuwa mechi yetu ya ufunguzi tukiwa uwanja wa nyumbani. Tunakaribisha mashabiki zetu mechi ijayo uwanja wa nyumbani. Tunawaahidi tutafanya mazuri kuliko tulofanya leo. Na hii inasababisha umoja wa timu yetu, spirit ya timu yetu pamoja na uongozi pia. Nafikiri tumejipanga na Mungu akipenda tunaweza tukashika nafasi nzuri zaidi kwa sababu mechi bado 14, tukipiga hapo hesabu tuna kama pointi ya 42 hivi. Kwa hiyo tunaomba mashabiki wasituchoke, waje, hii timu ni ya kwao na ni ya kwetu. Kwa hiyo tukipambana tunapambana kwa ajili yetu, tunapambana kwa ajili yao pia. Wasichoke kuja, tushukuru Mwenyezi Mungu mechi ya leo, mechi ijayo tunaahidi ushindi. Kwa hiyo imekuwa ni mechi ya namna gani siku ya leo ukiwa kama nahodha? Kipindi cha kwanza mlikuwa nyuma kwa goli moja, lakini kipindi cha pili mka bounce back na kupata ushindi wa magoli 2-1. Kama nahodha mlizungumza nini kwenye chumba cha kubadilishia nguo? Cha kwanza baada ya kufungwa tulionyesha kutoka nje ya mchezo, lakini tunamshukuru mwalimu alitutuliza. Baada ya kupumzika tukapewa majukumu mapya, na maana tukaambiwa kipindi cha kwanza kishaisha, tunaingia kipindi cha pili, ndio kipindi cha salama. Kama wao walifanikiwa kufunga goli kipindi cha kwanza, sisi tunaweza tukafanikiwa kufunga zaidi ya goli moja kipindi cha pili. Kwa hiyo tumefanikiwa kutumia dakika 45 za kipindi cha pili vizuri, na shukrani kwa mwalimu na sisi wachezaji pia kwa kila mmoja kupambania nembo ya Gunners. Umeingia Gunners na umepewa usinga kama kapteni kiongozi. Kuna ugumu ambao unakutana nao ukiwa mgeni kwenye timu, lakini unapewa jukumu kubwa la kuongoza wachezaji wenzio kama unahodha. Ugumu sio mkubwa sana kwa sababu wachezaji tunajuana. Cha kwanza kila mmoja anakuwa na majukumu yake, hilo la kwanza. La pili, kila mmoja anatakiwa atekeleze majukumu yake uwanjani. Mimi kama captain wa timu naishia kuhimiza tu, tunahimizana kila mmoja apambane, hicho tu ndio kikubwa.